tukio hili muhimu la ufunguzi wa mafunzo ya kuandaa wahitimu wetu kukabiliana na soko la ajira na kujiajiri. Ndugu washiriki, hakika leo ni siku nyingine maalum katika maisha yenu ya kitaaluma ambayo chuo kinawaandaa kuwa bora katika kukabiliana na soko la ajira, lakini pia soko la kujiajiri. Na sisi kama chuo tunajivunia mafanikio yenu pia. Wakati huo huo tunawajibika kufanya kazi kwa bidii na kuendelea kuongeza ubora wa mafunzo na kubuni mbinu za kisasa za ufundishaji na utafiti ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kutoa elimu bora, lakini elimu itakayosababisha maendeleo la taifa letu ya sasa, lakini maendeleo ya baadaye pia. Napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza wanafunzi wote mtakaohitimu katika mwaka huu wa masomo 2024-2025, kwani mlikuwa na safari ndefu sana hapa chuoni, ikiwa baadhi yenu kama nilivyokwisha kusema miaka 4 na wengine 3 na wengine 2. Na waomba sasa kipindi hiki mlichokaa hapa chuoni kisiwe kimepotea bure kwa nyie kwenda kuleta tija kule mnakoenda. Hivyo ni waombe nyote mtakaohitimu mkautumikie ujuzi mliopata kila mmoja kwa taaluma yake katika kuletea nchi yetu maendeleo. Naomba nitoe rai kwa waajiri na wazazi kuwapa nafasi wahitimu hawa ili waweze kuonyesha umahiri wao. Ipo kasumba ya kutaka kuajiri vijana wenye uzoefu. Wengine wanahitaji uzoefu wa miaka 5, 6, 4, 3. Sasa kila mtu angeajiriwa kwa uzoefu, ina maana kuna watu wasingepata ajira, si ndio? Lakini leo tunawaomba waajiri na wazazi kwa ujumla na kuwaambia ya kwamba, na tunawahakikishia kabisa kuwa vijana wetu wamepata mafunzo na vitendo, hivyo pamoja na kuwa hawana uzoefu huo wa miaka 2, 3, 4 na 5 kwa vitendo, hivyo wanaweza kabisa na wana uzoefu wa kutosha na mazingira ya kazi, wanao ujuzi wa kuweza kutumia katika nafasi watakazopata. Na mimi ninasema wahitimu wetu wanaweza. Na sisi walimu tunasema mnaweza, kwa sababu tuna uhakika tulivyowaandaa na tuna uhakika na kutokana na juhudi mlizokuwa mnazitoa. Kwa hiyo hatuna kufunza jinsi ya kwenda kutafuta kazi na jinsi gani ambavyo tunaweza tukapia katika nyanja za sasa hivi za biashara ili kuweza kuungana pamoja katika soko la ajira, ili tusikae tu nyumbani na kubweteka kama wanafunzi, bali tukapate experience kama wafanyakazi tayari ambao tuko tayari kuajiriwa na kuingia kwenye sekta ambazo tumesomea. Kwa hiyo mafunzo ya leo yametu benefit sana na yametufanya tunaelewa zaidi ambacho nini tunatakiwa tukifanye na nini ambacho kina require sisi wanafunzi tusimame nacho ili tuweze kufikia malengo yetu na ile goal ya sisi kusoma chuo cha MIT. Hii kozi ni mpya, ni kozi ambayo ina miaka 3 sasa. Yaani sisi tunaotoka ni batch ya 3 toka kozi ilianzishwa. Kutokana na hili imekuwa sasa kulingana na hao wenzetu ambao tumewasikia kwa nje, lakini pia na sisi ambao tuko ndani. Kwa sababu kozi yetu ina uwanda mkubwa, lakini bado kampuni za usafirishaji zimekuwa ngumu sana kupata. Unaweza ukapeleka barua ya field mapema, lakini ukaja ukakuta kwamba mmepeleka barua wanafunzi 400, lakini mnachaguliwa wanafunzi
100. Kwa unakuta kwamba tunajikuta wengine tunakaa nyumbani tunachelewa kupata nafasi ya kwenda kufanya field kwa sababu tu tumekosa nafasi za kufanya field. Ushauri wangu wa kwanza kwa kampuni binafsi lakini pia kwa serikali ambao wanahusiana na kozi mbalimbali ambazo zinafundisha, watufungulie milango ya sisi kushiriki na kufanya mafunzo kwa vitendo katika ofisi zao, kwa sababu hii kitu inatufundisha sisi kwa vitendo. Hapa tunasoma theory lakini kule tunaenda kupractice nini cha kufanya. Kwa hiyo tunawaomba watufungulie milango ili tuweze sisi kufanya vile ambavyo tunatakiwa kufanya. Hiyo ni moja. Lakini mbili, ushauri wangu wa pili ni kwa chuo, au ombi langu ni kwa chuo kiwe kinatusaidia like kinavyofanyaga, lakini kituongezee ile motisha ya kuwaomba wale hizo kampuni binafsi lakini pia serikalini kwenye hizi taasisi ambazo sisi tunasomea au tuna deal nazo, ili waweze kutufungulia hiyo milango. Maana ukienda kule wenyewe muda mwingine unaweza kukwambia naomba leta ya mkuu, au tunaomba leta ya mkuu wa idara, tunaomba leta ya kuruhusiwa. Kwa hiyo tunaomba chuo pia kishiriki, kiwe cha kwanza kutupa kipaumbele cha kututafutia sisi kodi kama wanavyofanya, watuongezee zaidi. Lakini naitwa Revagan William Chalange, niko kozi ya Bachelor Degree in Shipping and Port Logistics Management. Hii event itatusaidia kwa kiasi kikubwa baada ya kumaliza hapa kwenye soko la ajira. Kwa mfano, leo mafunzo yanayotolewa hapa jinsi ya kuandaa CV, jinsi ya kutafuta kazi. Sasa kwa mimi mhitimu wa kozi yangu itaniletea urahisi katika kwenda kwenye soko la ajira. Jinsi ya kuandaa CV ukiandaa CV nzuri ni rahisi kwa wale wanaotangaza